Kila mtu anamuona Wema Sepetu kama malkia wa Bongo, star anayemiliki vichwa vya habari. Lakini nyuma ya kamera kuna historia ya maisha iliyojaa machungu ya ujana. Leo tunachambua matukio 5 mazito yaliyomchanganya na kumwathiri kisaikolojia Wema Sepetu. Huu ni ukweli mchungu ambao haujawahi kuhusikia kwa kina namna hii ambavyo mimi nimeamua kukudadavulia hapa. La tukio la mwisho ambalo nitakutajia hapa bila shaka litakushangaza zaidi, kwa sababu sidhani kama kuna wengi waliokuwa wanafikiria kuhusiana na hili tukio. Sasa kabla hujaanza kuyasikia haya matukio 5 ya kushangaza kuhusiana na maisha ya Wema Sepetu, naomba nikukumbushe, tumia sekunde moja tu bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu yajayo yatakushangaza zaidi kuhusiana na mastaa wengine ambao wewe unawakubali. Kwa hiyo bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, alafu tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kwamba tukio lipi ambalo kwa upande wako wewe unahisi linawezekana lilimwathiri Wema Sepetu kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko haya mengine ambayo naenda kukutajia hapa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Tuanze na tukio namba 5. Namba 5, tunakutana na mvutano wa kisaikolojia na shinikizo la umaarufu. Kama ambavyo tunafahamu, Wema Sepetu aliingia kwenye sanaa akiwa na umri mdogo sana baada ya kushinda taji la Miss Tanzania mnamo mwaka 2006. Ghafla maisha yake binafsi yakawa kama vile mali ya umma. Shinikizo la kutakiwa kuwa mkamilifu mbele ya kamera lilisababisha identity crisis. Alijikuta anapoteza utambulisho wake wa asili na kuishi maisha ya kulazimishwa ili wafurahishe mashabiki. Tukio hili lilimwathiri Wema Sepetu uwezo wake wa kufanya maamuzi binafsi kwa miaka mingi sana. Ukiachana na hilo tukio, tunakutana na tukio namba 4 hapa, lilikuwa ni kumpoteza baba yake mzazi. Kifo cha baba yake mzazi kwa maana ya Mzee Sepetu kilikuwa ni pigo kubwa zaidi kwa upande wa Wema. Baba yake alikuwa ni muhimili wa maisha yake na muongozo wake mkuu. Baada ya msiba huo, Wema Sepetu alipoteza mwelekeo kabisa. Ukosefu wa hifadhi ya kihisia kutoka kwa baba yake ulimfanya ajihisi mpweke, hali iliyopelekea kutafuta faraja sehemu zisizo sahihi na kuingia katika maamuzi mabaya ya ujana yaliyomgharimu maisha yake pamoja na sifa yake kwa ujumla. Ukiachana na tukio hilo, tunakutana na tukio namba 3 hapa, lilikuwa ni changamoto ya uzazi. Hili ndio tukio ambalo limekuwa kama vile story inayomgusa zaidi. Safari ya kumtafuta mtoto ilikuwa ni ya milima na mabonde mikali. Wema alikuwa akikumbana na shinikizo la kijamii, kejeli za mitandaoni na matarajio hewa ambayo yalimuumiza mara kwa mara. Kila anapopata matumaini na kisha matokeo yasipokuja kama alivyotaka, alikuwa akiingia kwenye vipindi vizito vya msongo wa mawazo, yani depression, vilivyomfanya ajitenge na ulimwengu kwa muda mrefu na kujiona yeye kama vile ni mkosefu zaidi kwenye hii dunia. Lakini tukio namba 2 ni mahusiano yaliyojaa migogoro. Kiufupi tunaweza tukaita toxic public breakups. Ujana wake uliingia kwenye kitanzi cha mahusiano ya wazi yaliyokuwa yakivunjika kwa dharau mbele ya macho ya jamii. Kwa sababu alikuwa public figure, kila mgogoro wa kimapenzi ulikuwa ukijadiliwa na mamilioni ya watu. Hii ilimjengea self esteem ya chini sana, kwani alijihisi kama anashindwa maishani kila mahusiano yake yanapovunjika, jambo lililomfanya aishi kwa wasiwasi na kujihami kila mara. Na mpaka leo hii unavyomuona Wema Sepetu yuko na uozo, of course ni hatua kubwa sana ambayo kwa upande wake haamini hata yeye mwenyewe kwamba ingekuja kutokea, na hakuwa anaamini kama ingekuja kutokea angesetwa na mwanaume mmoja kwa muda mrefu kama ilivyo kwake na uozo. Tukio namba 1 ambalo hili ndio linaonekana kuwashangaza watu wengi zaidi ni skendo ya video na hukumu ya jamii. Tukio la kuvuja kwa video yake ya faragha ndio tukio lililomchanganya zaidi kuliko yote. Hii ilikuwa ni pigo la kisaikolojia ambalo lilikuwa na nguvu ya kuharibu kazi yake na utu wake. Hukumu kali ya jamii, kejeli na matusi alivyokutana navyo yalimfanya ajihisi kama vile amepoteza kila kitu kwenye maisha yake. Ilikuwa ni kipindi fulani hivi cha giza ambacho alilazimika kutumia nguvu kubwa ya kiimani na familia ili kutorudi nyuma tena. Sasa kama ulivyosikia, maisha ya Wema Sepetu hayakuwa ya kuteleza. Ni mkusanyiko wa maumivu ambayo yangemfanya mtu yoyote yule duniani akakata tamaa, lakini amebaki imara. Je, ni tukio lipi kati ya haya ambayo mimi nimeweza kutajia hapa lilikuwa gumu zaidi kwa upande wake kwa jinsi unavyoona? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo chini, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe, kwa sababu kuna story nyingine za mastaa ambazo zitakushangaza na kuletea hapa kwenye channel yetu. Kwa hiyo ukisubscribe utakuwa umejiweka katika nafasi nzuri ya kutokukosa video yote ile pale. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Mpaka wakati mwingine, bye bye.